Umoja wa Mataifa umesema kuwa umepata kibali kutoka kwa Israeli cha kupeleka takriban malori 100 ya misaada katika ukanda wa Gaza. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva, Uswizi, msemaji wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu msaada ya kiutu OCHA, Jens Laerke, amesema kuwa waliomba na kupata kibali cha malori mengi zaidi kuingia zaidi ya yale yaliyoidhinishwa. Laerke ameelezea matumaini yake kwamba misaada ya dharura itachunguzwa na kuruhusiwa kuingia ifikapo leo Jumatano. Anasema na tunatarajia bila shaka kwa idhini hiyo malori mengi, na tuna matumaini yote yatavuka hadi kwenye eneo ambako yanaweza kuchukuliwa na kuingia zaidi katika ukanda wa Gaza kwa ajili ya kuanza kusambaza misaada. Hayo yakiendelea, viongozi wa Ufaransa, Uingereza na Kanada wamekosoa vikali operesheni mpya ya kijeshi ya Israeli kwenye ukanda wa Gaza na kutishia kuchukua hatua madhubuti ikiwa haitoyasitisha. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer na mwenzake wa Kanada Mark Carney wamechukua hatua ya nadra kuikosoa vikali Israeli na kutaja kushtushwa na harakati zake huko Gaza, wakisema iwapo haitositisha mashambulizi yake kijeshi na kuondoa vikwazo vya uingizwaji misaada ya kiutu, watachukua hatua madhubuti zaidi. Viongozi hao wamesema hatua ya sasa ya Israeli ya kuruhusu malori kadhaa kuingia Gaza haitoshi ukilinganisha na mahitaji ya watu wa Gaza, hasa ikizingatiwa kuwa wakati wa utekelezaji wa mpango mfupi wa usitishaji mapigano, karibu malori 600 ya misaada yaliruhusiwa kuingia Gaza kwa siku. Keir Starmer alifafanua kauli hiyo. Naomba niseme jambo kuhusu hali ya kutisha ya Gaza, ambapo kiwango cha mateso kwa watoto wasio na hatia wanaolipuliwa tena kwa mabomu hakivumiliki kabisa. Mimi na rais wa Ufaransa na waziri mkuu wa Kanada tunasisitiza ombi letu la kusitishwa kwa mapigano kama njia pekee ya kuwakomboa mateka. Tunapinga uwepo wa makazi ya walowezi kwenye ukingo wa magharibi na kuongeza kiwango cha misaada ya kibinadamu huko Gaza, kwa sababu kiwango cha sasa hakitoshi hata kidogo. Ni lazima turatibu majibu yetu kwa sababu vita hivi vimedumu kwa muda mrefu mno na hatuwezi kuruhusu watu wa Gaza wafe njaa. Waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu aliwajibu viongozi hao kwamba kauli yao hiyo ni sawa na kulipatia tuzo kundi la Hamas ambalo pia limetakiwa kuachia huru mateka. Hata hivyo, Netanyahu amesema nchi yake itaendelea kushinikiza kuhusu ushindi kamili dhidi ya Hamas. Anasema, tangu mwanzo wa vita tulisema ili kupata ushindi kamili lazima tuwashinde Hamas na tuwaachie huru mateka wote. Kuna mapigano makali yanayoendelea, mashambulizi mabaya na makubwa. Tutadhibiti sehemu zote za ukanda wa Gaza na hilo ndilo tutakalofanya, Netanyahu alisisitiza. Katika taarifa yao pamoja, viongozi hao walisema iwapo Israeli haitositisha mashambulizi mapya ya kijeshi na kuondoa vikwazo vyake vya misaada ya kiutu, watachukua hatua madhubuti zaidi. Viongozi hao pia wameitaka Hamas kuachia huru mateka inayowashikilia tangu wakati wa mashambulizi ya Oktoba 7, 2023. Vile Israeli imekataa shinikizo kutoka kwa Umoja wa Ulaya kuhusiana na mashambulizi yake kwenye ukanda wa Gaza. Misaada imeanza kuingia kwenye eneo hilo kufuatia hatua ya Israeli kuzingira kwa wiki 11. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Israeli Oren Mamostein amesema kwenye ujumbe alioandika kwenye mtandao wa kijamii wa X kwamba wanakataa kabisa mwelekeo uliochukuliwa katika taarifa hiyo, ambayo inaonyesha kutokuelewa kabisa ukweli kuhusu hali halisi ambayo Israeli inakabiliana nayo. Mapema Jumanne, mkuu wa sera za nje wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas alisema kwenye taarifa kwamba umoja huo ulikuwa na tafakari kuruhusu upya ushirikiano wake na Israeli kwa kuzingatia operesheni mpya huko Gaza kufuatia mzingiro wa Israeli uliodumu wiki 11 katika eneo hilo. Vile Israeli imeendeleza mashambulio ya kiwenda wazimu huko Gaza, na duru za habari za Palestina zimeripoti kwamba ndege za kivita za Israeli zimefanya mashambulizi makali na ya kiwenda wazimu kwenye maeneo mbalimbali ya mji wa Gaza. Televisheni ya Al Mayadin imeripoti kuwa ndege za dola vamizi la Kizayuni zimefanya kwa uchache mashambulizi 10 kwenye kitongoji cha Al Tufa mashariki mwa mji wa Gaza na sehemu ya mashariki ya Jabalia huko kaskazini mwa ukanda wa Gaza. Mwandishi wa Al Mayadin aliyoko kwenye ukanda wa Gaza amesema shambulio la utawala wa Israeli katika skuli ya Musa bin Nasri, ambayo ilikuwa makazi ya wakimbizi wa Palestina kwenye kitongoji cha Al Darji mashariki mwa mji wa Gaza, imewateketeza kabisa wakimbizi wa Kipalestina waliokuwepo hapo. Ripoti hiyo pia imeeleza kuwa ndege za kivita za Israeli zimeshambulia kwa mabomu majengo ya makazi ya watu katika mji wa Deir al-Balah katikati mwa ukanda wa Gaza. Kwa upande wake, televisheni ya Al Jazeera ya Qatar imeripoti kuwa kwa uchache wa Palestina 12 wameuawa na wengine wengi hawajapatikana hadi hivi sasa na hawajulikani hatima yao kutokana na mashambulizi ya dola vamizi la Israeli kwenye eneo la Deir al-Balah. Vile China imewapa tahadhari raia wake dhidi ya kusafiri kwenda katika ardhi za Palestina zinazokaliwa kwa mabavu na utawala Kizayuni na kupachikwa jina bandia la Israeli kutokana na kile inachokitaja kwa sababu za kiusalama.
Ubalozi wa China katika ardhi za Palestina zinazokaliwa kwa mabavu na utawala Kizayuni umesasisha uainishaji wa maeneo hatari kwa usalama kwa Israeli, ikiorodhesha maeneo fulani kuwa mekundu ya hatari sana na mengine kuwa yanachungwa. Wizara ya mambo ya nje imewataka raia wa China kuwa waangalifu kufuatia kwa karibu yanayojiri, kuimarisha tahadhari za usalama na kuwa tayari kwa dharura. Imesema iwapo watakabiliwa na dharura wanapaswa kuwasiliana na polisi wa ndani na ubalozi wa China. Haya yanajiri wakati huu ambapo jeshi la Yemen limeendelea kuutwanga kwa makombora ya ballistic na droni uwanja wa ndege wa Ben Gurion wa utawala wa Kizayuni huko Tel Aviv. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Mataifa mbalimbali ya dunia yameendelea kutoa mwito kwa utawala wa Israeli uhitimishe mzingiro wake dhidi ya ukanda wa Gaza. Zaidi ya nchi 20 zimetoa wito kwa utawala huo kuruhusu mara moja urejeshaji kamili wa utoaji wa misaada huko Gaza. Katika taarifa yao pamoja, mawaziri wa mambo ya nje kutoka nchi kama Australia, Canada, Japani na Ufaransa wamesisitiza kwamba wakazi wa Gaza wanakabiliwa na hatari ya njaa na kwamba watu wa eneo hilo lazima wapate misaada muhimu mara moja. Shukrani kwa Babu wa Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.